Naam, hapana shaka ubuheri. Karibu sasa katika Hekaya. Kama ilivyo ada, kila siku za Alhamisi tunapata kusikia hekaya, na hii leo tunakwenda kuangazia mdudu aitwaye mende. Kwa niaba ya waandaaji wenza Albert G. Sengo sambamba na Asha Swalehe, mimi ni muandaaji na msimulaji wako, naitwa George Kivumbi. Karibu Hekaya. Bila shaka unamfahamu mdudu aitwaye mende ama komba mwiko. Mdudu huyu anaweza kuishi zaidi ya mwezi mmoja bila ya kula chakula chochote kutokana na kuwa ni mdudu mwenye damu ya baridi. Mende anaweza kuishi zaidi ya mwezi mmoja bila ya kula chakula chochote, na ni mdudu anayeweza kuishi wiki moja bila ya kunywa maji. Anakadiriwa kuwa ni mdudu ambaye amekuwepo katika uso wa nchi kwa muda mrefu, kwa makadirio zaidi ya miaka milioni 350 iliyopita. Hekaya. Wakati moyo wa mwanadamu ni mmoja wenye chemba 4, mende yeye ana moyo mmoja wenye chemba 13 na ni tofauti na wadudu wengine. Mende hahitaji kichwa ili aweze kuishi, kwa sababu ukimkata mende kichwa anaweza kuendelea kutikisa miguu yake hata kwa wiki moja au zaidi bila kichwa. Hii ni kutokana na kuwa na vitundu vya kupumulia kwenye kila sehemu ya mwili wake ambavyo vinamsaidia kuendelea kuishi. Mende huyu ana uwezo wa kukaa kwa zaidi ya dakika 40 bila kupumua, na pia anaweza kuzama ndani ya maji na kuendelea kuwa hai kwa dakika 30. Mara nyingi huzuia pumzi yake ili kuzuia upotevu wa maji mwilini. Kuna takribani aina 4600 za mende, lakini aina 30 tu ndizo huonekana sana karibu na binadamu, na kati ya hizo 30 aina 4 tu ndio maarufu sana. Miongoni mwa species zinazofahamika sana ni mende wa Amerika ambaye ana urefu wa milimita 30. Yupo mende wa Ujerumani ambaye ana urefu wa milimita 15, na mende wa Asia ambaye anakaribia urefu wa milimita 25. Mende wa kisasa ni wakubwa kuliko wale mende wa kale. Sasa je, ulishawahi kufikiria kuhusiana na biashara ya mende? Yaani kufuga mende na kuuza? Ni biashara kama zilivyo biashara nyingine. Hekaya. Ufugaji wa mende umekuwa ukikua kwa kasi hapa nchini Tanzania kutokana na umuhimu wa wadudu hawa katika shughuli mbalimbali kama vile usindikaji wa chakula. Mende ni wadudu wanaojulikana kwa uwezo wao kuhimili mazingira magumu na uzalishaji mkubwa, na katika muongo huu tutaangazia kwa uchache mbinu bora za ufugaji wa mende, faida, changamoto na jinsi ya kushinda changamoto hizi. Mende ni kundi la wadudu wa darasa la blata. Wana aina mbalimbali, lakini mende wanaofugwa zaidi ni mende wa ndani, German cockroach, au mende wa shamba, American cockroach. Mende hawa wanajulikana kwa uwezo wao wa kuzaa kwa wingi na kuishi katika mazingira magumu. Hekaya. Sasa ili kufanikisha malengo ya ufugaji wa mende ni muhimu kuelewa aina mbalimbali za mende. Kuna hawa mende wa ndani, German cockroach. Mende hawa ni wadogo na wana rangi ya kahawia, ambao wana uwezo wa kuzaa haraka na kuishi katika maeneo yenye unyevu kama vile jikoni na maeneo ya chakula. Hekaya. Ipo aina nyingine ya mende wa shamba, American cockroach. Hawa ni mende wakubwa zaidi na wana rangi ya shaba. Wanajulikana kwa uwezo wao wa kuishi kwenye maeneo ya wazi na yanaweza kukabiliwa na hali ya hewa tofauti. Sasa ili kufanikisha malengo ya ufugaji wa mende, wafugaji wanapaswa kufuata mbinu bora za ufugaji, ikiwemo ujenzi wa mazingira bora, lakini vile vile lishe bora, huduma za afya. Hekaya. Faida za ufugaji wa mende zipo nyingi, lakini mende wanatoa chakula kwa wanyama, na mende ni mchango katika jamii, kwa sababu ufugaji wa mende unaweza kuchangia katika uchumi wa nyumbani, kwani wafugaji wanaweza kuuza mende kwa wateja ambao wanahitaji kwa matumizi mbalimbali.
Lakini mende wanatumika katika kutengeneza bidhaa za dawa na bidhaa za usafi. Hii inawapa wafugaji fursa ya kuongeza kipato chao. Lakini mende wanaweza kusaidia katika kuharibu wadudu wengine wanaoweza kuathiri mazao. Wanaweza kuwa na mchango chanya katika mfumo wa ekolojia ya kilimo. Hizo ni faida za mende. Lakini zipo changamoto za ufugaji wa mende. Ingawa ufugaji wa mende una faida nyingi, lakini zipo hizi changamoto. Magonjwa yanaweza kuathiri uzalishaji na afya ya mende. Hii inahitaji wafugaji kuwa makini katika ufuatiliaji wa afya ya mende. Lakini gharama za chakula zinaweza kuathiri faida ya mfugaji, kwani bei ya vyakula inaweza kuathiriwa na hali ya hewa na uzalishaji wa mazao. Hekaya. Kukosa uelewa wa ufugaji. Wafugaji wengi hawana uelewa wa kutosha kuhusu mbinu bora za ufugaji, jambo ambalo linaweza kuathiri uzalishaji na afya ya mende. Yapo mengi ya kujifunza katika ufugaji wa mende, lakini toshe kukueleza ya kwamba mende ni fursa kwa wale waliofuatilia na ambao wameamua kuwafuga, lakini si kila aina ya mende wafaa kufugwa. Hekaya.